Maafisa katika sekta ya elimu na mashirika ya kiraia wamezua hofu kutokana na walichosema kuwa wengi wa watoto wanaoishi na ulemavu wametengwa katika upatikanaji wa elimu bora kutokana na miundombinu duni katika shule wanakoenda pamoja na ukosefu wa vifaa maalum. Wakizungumza katika kongamano la kila mwaka la wadau wa elimu jumuishi, wamebaini kuwa baadhi ya vifaa hivyo kama viti vya magurudumu miongoni mwa vinginevyo ni ghali mno na wengi wa wazazi wa watoto wale hawawezi kuvimudu, wakitaka serikali kutoa miundombinu ile kwa wanafunzi. Mashirika ya kiraia na maafisa katika sekta ya elimu wameibua hofu kutokana na walichosema kuwa wengi wa watoto wanaoishi na ulemavu wametengwa katika upatikanaji wa elimu bora kutokana na miundombinu duni katika shule wanakoenda na upatikanaji mdogo wa vifaa vya usaidizi. Kuna uzito wa masuala mambo ya assistive devices ya elimu jumuishi ili kuwezesha watoto na walioko na mahitaji maalum wapate kusoma katika shule za kawaida, na tunapata kushikilia serikali kuwajibika, nasi tukijaribu kusupport kama mashirika kuhakikisha kwamba katika ile mianya ambayo imebaki tumeweza kusupport ili elimu ipate kuboreka. We need to increase the number of special needs schools in our county and even in the counties surrounding Mombasa, because most of the learners cannot access the schools due to distance and transport. Wakiongozwa na Catherine Wambiri, afisa wa elimu katika kaunti ya Mombasa, katika kongamano la kila mwaka la wadau wa elimu jumuishi, wamebaini kuwa baadhi ya vifaa saidizi kama viti vya magurudumu miongoni mwa nyingine ni ghali mno na wengi wa wazazi wa watoto wale hawawezi kuvimudu. Learners also do not have mobility devices and other assistive devices, and most of them are very expensive. So support is required to ensure that learners get the assistive devices that they need, and also registration, creating awareness to have learners registered with the National Council for Persons with Disability, and to give them access to the services that they require, especially therapy. Therapy is quite expensive and most of the learners are not well enough to afford. Wameshabikia hatua ya kuwajumuisha wanafunzi wanaoishi na ulemavu shule moja na wale wasio na ulemavu ili kumaliza unyanyapaa wa kijamii ambao huendelezwa dhidi ya watoto wale, ila wakitaka serikali kuimarisha miundombinu katika shule zile ili wanafunzi wale waweze kupata masomo bila vikwazo vyovyote. Watoto hawa wenye tunasema kuna mahitaji maalum ama walemavu wanajumuishwa pamoja na wale wengine katika madarasa yetu. Lakini changamoto ambayo iliyopo haswa madarasa yetu bado hayako vizuri. So zaidi pia ni kushinikiza serikali ili waweze kuweka madarasa ambayo yanaweza kukidhi mahitaji ya hawa watoto walemavu, pia wakijisikia kama wako sawa na wale wenzao. Na ili kukabiliana na baadhi ya changamoto hizi, wameanzisha klabu za shule jumuishi zinazohimiza wanafunzi kujumuika pamoja na kukabiliana na unyanyapaa ule. Tuna clubs za watoto ambazo tunaziita inclusive education clubs. Clubs hizi ni za kusaidia hawa watoto wenye watoto walemavu pamoja na wale wenzao ili wakaweze kucreate ile environment hawa watoto wasiwe wanabaguliwa. Isaac Musyoka, Undugu TV.